وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. Mtume amesema msinunue samaki akiwa ndani ya maji, kwani ukifanya hivyo kuna udanganyifu. Haifai kununua samaki akiwa kwenye maji. Kwa nini? Samaki anapokuwa kwenye maji hakuna uwezekano wa kumkamata, au kuna uwezekano? Hiyo ni ila ya kwanza, kwamba adamu qudratu ala taslimiha. Kweli ni bidhaa samaki, lakini akishakuwa kwenye maji, bado akiwa yuko kwenye maji hakuna uwezekano wa kumkamata. Hasa ikiwa maji ni mapana. Kwa mfano akiwa kwenye maji ya bahari, unamwambia bwana, unaona wale samaki wale na kuuzia kwa buku 8, 8,000. Ma fihi alqudra ala taslimiha, hakuna uwezekano wa kuwakamata. Lakini baadhi ya wanachuoni wasema mathalan akiwa kwenye bwawa ni inafaa. Kwa nini? Bwawa la kwako mwenyewe umelitengeneza. Unaona wale yule anayeruka yule namuuza 4,000, yule nipe 3,500 kwenye bwawa. Kwa nini inafaa kwenye bwawa, isifai kwenye mto au kwenye bahari? Kwa sababu kwenye bwawa kuna uwezekano, inawezekana kumshika, lakini kwenye bahari hakuna uwezekano. Hiyo ndio sababu yasababisha kule ifae, kule isifae, na huku ifae. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال kutoka kwa ibn Abbas radhiallahu anhu ziwaendee na baba yake amesema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubaa thamara hatta tat'ama, kwamba amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam an tubaa thamara, kwamba kuuza matunda hatta tat'ama, mpaka yawe tayari yaive. Hatta tat'ama yani min babil if'ali ay tastahiqu li an tu'kala, yawe yana stahiki kuliwa, mpaka yawe yanastahiki kufanya nini? Kuliwa. Ayatibu ukluha, kwamba yawe yako tayari kuliwa. Na utajuaje kwamba haya yako tayari kuliwa? Yakikomaa. Mfano maembe, ili ujue kwamba haya yako tayari kuliwa, yanakomaa vipi? Yanakuwa mekundu. Yani kila tunda lina dalili zake kuonyesha kwamba hili limefanya nini? Limekomaa. Kwa hiyo mpaka ionekane ile dalili. Wala yubau sufin ala dhaharin, wala amekataza wala isiuzwe sufu kwenye mgongo wa mnyama, mpaka ikatwe. Kondoo wa sufu hawa, ambia bwana, huu kondoo wangu ile sufu yake na kuuzia kwa shilingi 8,000, imekatazwa. Ila hapa itakuwa ni nini? Aljahala, kutofahamika kwamba je ni kiasi gani, kilo 1, kilo 2, haijulikani. Kama vile kuuza nini, matunda hii nafaka kwenye nani zake, kwenye yakiwa shambani, zikiwa shambani. Wala laban fi dhar'i, wala maziwa kwenye chuchu, kwamba yasiuzwe maziwa kwenye nini, chuchu. Mara maana ili hii ishapita. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Daraqutni wa akhrajahu Abu Dauda fil Marasil li Ikrima wa huwa ar-rajih. akhrajahu aidan mawqufan ala ibn Abbas bi isnadin qawi wa rajjahahu al-Baihaqi.
Baihaqi bimaana kwamba ameirajihisha kwamba ni hadithi hii ni mauqufu ala sahaba. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an bai'il madamin wal malaqi rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'af. Kutoka kwa Abu Hurairah kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam naha an bai'i al-madamin wal malaqi wa qaf. Ibn Qayyim katika kitabu chake Al-Hadi Yusar anasema al-malaqi ma fi butuni, kuuza vitu vilivyoko kwenye matumbo ya wanyama kiwemo mimba, hiyo inaingia malaqi. Wal madamin ma fi aslabil fuhul, ni kilichoko kwenye migongo ya ng'ombe dume yule, yani maji yake yale ambayo yanasababisha ng'ombe apate mimba, ndio madhamin. Ni bei ambao walikuwa kiuza mimba zikiwa katika, yani ng'ombe wakiwa na mimba wanauza vile vilivyoko, vile vichanga vilivyoko kwenye matumbo ya ngamia. Walikuwa kiuza pia manii yale mang'ombe dume bwana, na mpaka leo hii lipo. Akipanda ng'ombe mmoja bwana 10,000 bwana, mimi napandisha kwa 10,000. Kama huna ondoa ng'ombe wako hapo. Baadhi ya sehemu lipo, zipo au hazipo bwana, namtafutia majani bwana. Kwa hiyo yote hawa yakakatazwa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu athratahu, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban. Kutoka kwa Abu Hurairah radhi za Allah zimuendee amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman, yani aqala mwenye kuondosha, yani mwenye kuondoa, yani kuondoa makubaliano ya wanaouziana, yani ukaharibu biashara ambayo washapatana watu wawili, basi mwenye ndio man aqala musliman bai'atahu, mwenye kumharibia muislamu biashara yake, kwamba Hasani na damu mbaya washapatana biashara yao, anakuja nani hii maulidi anaharibu. Amekupa shingapi? Mimi nitakupa zaidi ya hiyo. Akala, kuharibu biashara yake. Anasema aqala Allahu asratahu, la sio haina maana hivyo. Aqala bimaana akanyanyua, akanyanyua biashara ambayo inatokea baina ya watu wawili, yani akatengeneza mazingira ili mpaka wakauziana, akatengeneza mazingira hawa wawili wakafanya nini, wakauziana ile biashara. Basi ndio anasema aqala Allahu atharatahu, yani Allah anamsamehe mambo, yani anamsamehe yale vitu ambavyo ameteleza na makosa yake. Allah tabaraka wa taala anafanya nini? Anamsamehe.
Hiyo ndio maana ya man aqala musliman, mwenye kumsaidia muislamu bai'atahu, katika biashara yake, aqala Allahu atharatahu, Allah atamsamehe kule kuteleza kwake na atamsamehe makosa yake kwa kufanya jambo kama lile. Fahimtum?